Mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ikiwa ni Juni 17 siku ya Jumatano. Mada inasema mwana mpotevu. Wengi wanajua kwa uzoefu uchungu na maumivu ya kuwa na mtoto ambaye licha ya kulelewa katika nyumba yenye msingi imara wa kiroho, amechagua kuacha uhusiano wake na Bwana. Efraimu, akiwa sehemu ya taifa teule la Mungu, alipotoka kutoka kwa Bwana. Hosea sura ya 4 aya 17 na Hosea sura ile ya 7 vinatuambia nini kuhusu dhambi za Efraimu? Zaidi ya hayo, tunasoma kwamba Raheli, bibi yake Efraimu, analia kisitiari kwa sababu Efraimu ameacha uhusiano wake na Bwana. Yeremia 31:15. Bwana anajibu huzuni yake kuu kwa maneno katika Yeremia 31 aya 16 na 17. Zuia sauti yako usilie, na macho yako yasitoke machozi, maana kazi yako itapata thawabu, na watakuja tena toka nchi ya adui. Tena liko tumaini kwa siku zako za mwisho, asema Bwana, na watoto wako watarejea hata mpaka wao wenyewe. Badala ya kulia kwa ajili ya mtoto wake aliyepotea, Raheli anaambiwa awe na tumaini. Yeremia anatufundisha nini zaidi? Soma Yeremia 31:18 na 19. Kupitia kisa cha Efraimu tunajifunza kwamba daima kuna tumaini, kwa sababu Mungu hakati tamaa. Ingawa anawakemea watu wake waliopotoka mara kwa mara, huruma ya Mungu haikomi, na ujumbe wake katika sura hii unaendelea. Tazama Yeremia 31:20. Tunaweza kuhisi maumivu makubwa, kufadhaika na kukatishwa tamaa, au hata kusema mambo mabaya kuhusu wale walio karibu yetu ambao wameacha uhusiano wao na Mungu. Hata hivyo, Mungu anatukumbusha kwamba hajamsahau mtoto aliyetanga mbali kamwe. Mawazo ya Mungu juu ya mtu kama huyo si ya muda mfupi, bali ni ya dhati na ya kweli. Kwa kweli, Mungu anasema kwamba moyo wake unamwonea shauku mtu wa aina hiyo. Anatamani arudi kwake, na rehema zake ni nyingi. Je, hujua kwamba huu ndio mwitikio wa Mungu kwa uchungu wa Raheli juu ya kupotoka kwa Efraimu? Kuna kufanya ujisikieje kuhusu wale unaowajua ambao wameacha uhusiano wao na Bwana? Jambo hili linakupaje changamoto au linakutia moyo kwa namna gani? Hii ni Juni 17, mada ikisema mwana mpotevu. Hii ni siku ya Jumatano. Kumbuka mpendo wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia, tunaendelea na somo la 12 linalosema shiriki habari zake. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili na mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.